timu 4 za Tanzania kwenda kucheza kwenye hatua ya makundi ya CAF kwenye mashindano ya CAF Interclub. Ni hatua ambayo bila shaka tunapaswa pia kulipongeza soka letu na viongozi wa soka kwa kile ambacho wanakifanya, kwa sababu ni kitu ambacho hakitokei tu na hakijai kutokea na hata mataifa hayo mengine makubwa pia yana struggle pia. Yani ukienda huko labda utawakuta sijui Morocco, ukienda huko labda utawakuta Misri pale, Tunisia wakati mwingine pia, umeona. Lakini kwenye haya mataifa mengine unaona kabisa hivyo vitu havitokei. Of course, unajua Mkomo umezungumza kitu ambacho ni correct kabisa, ni kitu ambacho kipo na badala ya kuwa tunabeza tu, wakati mwingine tunatakiwa kujipigia makofi na kuona namna gani mpira wetu umepanda. Unajua kuingiza timu 4, 2 kwenye klabu bingwa na nyingine kwenye shirikisho sio jambo dogo, unajua. Timu kubwa zina struggle hivyo, lakini hii inakupa picha kwamba tulikotoka na tulipo ni vitu viwili tofauti. Miaka 10 nyuma huko timu zetu zilikuwa zina struggle kuingia tu shirikisho. Hivi Simba na Yanga zilikuwa zina struggle kuingia shirikisho. Lakini nowadays ushindani unaongezeka, unaona kabisa kwamba kuna wachezaji wengine wa kigeni wanakuja kuongeza hadhi pia na ushindani kwenye ligi, lakini hata wachezaji wetu wenyewe wazawa pia wamekuwa kicompete kuhakikisha kwamba wanapata ushindani kwenye hizo timu kubwa. Kuna timu ambazo ukienda huwezi kukosa mchango wa wachezaji wa kizao. Kwa hiyo kuna namna soka letu linazidi kudevelop na kwenda huko ambako tunatamani kufika, na hii inakupa picha kwamba hatujawa kwenye nafasi ya 5 kwenye zile rank za ligi 5 ligi bora Afrika na tukashika namba 5. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya improvement ambayo inakuwa inafanyika. Watu wanaangalia na watu wanaona namna ambavyo mpira wetu unazidi kupanda. Haupandi kwa kasi sana Mkomo, lakini kuna vitu vinabadilika, na hata hayo mataifa ambayo yalikuwa vizuri zaidi kimpira haikuwa overnight kwamba mmeamka tu leo nyinyi mkawa watu wakubwa kwenye mpira. Walianza mdogo mdogo kama hivyo ambavyo sisi tumeanza. Kuna baadhi ya vitu tunatakiwa kuviboresha tu, mfano miundombinu bado hatujawa kwenye top notch, lakini ingawa tunaona kuna baadhi ya viwanja vinafanya vizuri. Lakini pia hata kwenye kuleta makocha wa kisasa ambao wanaleta ushindani pia kwenye competition mbalimbali. Leo hii umeona Black Stars walienda away wakatoa sare. Umeona Simba Simba wameenda huko away wakashinda. Yanga walienda huko Sitini pia wakapata matokeo mazuri pia. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba kila kukicha ushindani pia unaongezeka na watu wanaona kabisa kwamba ligi yetu inazidi kuongezeka. Mimi naamini miaka 2 mbele hatutakuwa hapa Mkomo. Yani tutakuwa sehemu nyingine ambayo tutasema wow, timu zetu sasa hivi kucheza robo finali, nusu finali sio story tena. Yani tutakuwa nafikia hatua unasema kama Yanga waliwahi kufika finali ya CAF Confederation na Simba wakafika CAF Confederation within 3 years, ndani ya miaka 3. Maana yake kuna possibility kubwa ndani ya hii miaka 3 mingine hizi timu kama wataendelea ku maintain hicho wanachokifanya wakafika hata nusu finali kwenye michuano ya klabu bingwa. Na mfano ukiangalia hao ambao wanashiriki shirikisho sasa hivi, sawa, bado wana hiyo room ya kufanya vizuri. Imagine timu ina Gamondi Black Stars na ina quality player. Imagine timu ina Ibenge na ina quality player, wanapita shirikisho. Sitoshangaa kuziona hata hizo timu mbili za Tanzania zikifika robo finali kwenye upande wa shirikisho. Na umezungumza kitu kikubwa hapa, yani Simba na Yanga tayari zimeshacheza finali. Finali ya shirikisho, unajua sio jambo jepesi ukilipima hivi, ukiliangalia kiafrika yani umefikaje pale. Yani ukikaa hivi unaona kawaida, lakini ukiambiwa namna ambavyo watu walipambana kufika huko zinati sio rahisi. Naangalia hata hiyo finali namna ambavyo zimekuwa hazikuwa kinyonge. Yanga tunazungumzia kashindwa kuchukua kombe kwa sababu ya kanuni tu za magoli, you see. Lakini walishinda away. Simba tuliona walienda away wakafungwa, lakini hapa pia walijaribu kupambana na mechi ilikuwa sare hapa. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba haikuwa kinyonge, watu walipambana. Kitu pekee hao ambao wanaenda shirikisho sasa hivi kwa maana ya Azam na Black Stars, kitu pekee ambacho wanaweza kukifanya huko kikubwa ni kurudi na kombe, kwa sababu waliotangulia wamefika finali. Ili kutengeneza story mpya ni kurudi na hilo kombe. Kwa hiyo room nayo ya kupambana huku bado kwenye klabu bingwa changamoto ipo kubwa, kwa sababu majiant wengi wako pale. Kumbiti Ahli not easy, kumbiti Mamelodi pia sio kitu rahisi pia. Orlando Pirates wako huko, unanielewa? Esperance de Tunis wako huko, Petro Atletico de Landa wako. Kwa hiyo mdogo mdogo tutafika huko. Sawa, Azam wana mwalimu mshindani. Singida Black Stars pia wana mwalimu mshindani. Unaona wanaweza kaenda kufanya vizuri kwa sababu wao ndio mara ya kwanza, unajua, wanakwenda wanaingia kwenye hatua ya makundi. Unaona wakienda kushindana pale. Lakini hata ukivilinganisha vikosi vyao unaona ni vikosi ambavyo vinaweza kwenda kupigana kweli, kupambana challenge za kombe la shirikisho. Azam
wana vijana wengi ambao hawajawahi kucheza kwenye hatua hiyo, lakini Singida Black Stars wana wachezaji wengi ambao wanacheza, ambao wamecheza mashindano makubwa, yani wanajua lile joto mpaka robo finali ya klabu bingwa wamecheza, mpaka finali wamecheza kina Aucho ya shirikisho, umeona. Kwa hiyo Singida unaweza ukasema yes. Azam ukiangalia kwa maana ya uzoefu unaweza ukasema kwa uzoefu wachezaji hawana, lakini mwalimu anaye uzoefu na kikosi nzaka kikaa vizuri, kafanya vizuri. Sure, unajua surprise ni nyingi na kitu kikubwa ni dereva ambaye anaendesha ile gari. Njia ni mpya lakini anajua. Yani abiria hawajui njia ambayo wanaenda, lakini dereva anajua kwa sababu alishawahi kupita. Ibenge amewahi kushinda akiwa na Berkane, AS Vita. Ana uzoefu mkubwa na anajua namna ya kucheza objective football. Mpira wa malengo, na anafahamu kwamba kwenye michuano mikubwa ya shirikisho kama hii hauhitaji kulemba mwandiko. Yani wewe unahitaji tu kushinda mechi zako. Ukibahatika kushinda mechi zako zote za nyumbani kwenye hatua ya makundi, maana yake kwamba ukienda away unaweza ukacheza mpira wa kujilinda, kitu ambacho Ibenge anaweza. Kwa hiyo nataka kuamini spirit ambayo yuko nayo na ameanza nayo, ana uwezo wa kuishape na akabadilika, kwa sababu kuna siku ulikuja na kauli moja hapa kwamba mchezaji ambaye nalizungumza Ibenge kwamba mchezaji ambaye anacheza national team, huyo ni mchezaji ambaye yani sio mgumu kwenye kumuelekeza kitu kipya akaadapti. Yani mchezaji ambaye anatakiwa awe rahisi kupokea definitely, yani akabadilika kabisa. Kwa hiyo maana yake wana coach wa namna hiyo ambaye anaweza kumwambia Pascal, najua hujacheza hivi michuano lakini ni mechi kama mechi nyingine. Tuliza pressure, mimi nataka upande. Faisal, wewe ni mchezaji mkubwa, tunakutegemea kwenye timu. Sijui nani. Kwa hiyo ni namna ambavyo atawatwist. Na mimi naamini mwalimu yuko vizuri, na sasa hivi hata ukizungumza na wachezaji pia wanakuambia kwamba wana ile hali, ile morality ya kutaka kupambana, kwa sababu kuna yale mazingira wametengenezewa na mwalimu ya namna gani timu inatakiwa kucheza na namna ambavyo inatakiwa kupambana. Kwa hiyo sitoshangaa wakifika mbali, lakini pia kwa upande wa Black Stars Mkomo, kama ulivyozungumza kwamba kuna mchanganyiko mkubwa. Kwanza unajua Gamondi ni mshindani kweli. Gamondi yani anapenda kushindana, sio mwalimu. Na jana alichoandika umeona sasa kwamba you play like you train. You train. Yani maana tunacheza namna ambavyo kama ambavyo tulivyo mazoezi. Yani Mkomwa uwezo kaandaa kipindi cha Joga Bonito hapo ukaja hapo kafanya jirani kaka. Haiwezekani. Yani ulichokiandaa pale ndio kinakuja kufanyika wapi? Hapa. Yes. Kwa hiyo muda huu, yani muda huu wa Joga Bonito lazima kifanyike hicho. Sio tena watu wa Joga Bonito ndio mambo ya jirani tena. Haiwezekani kaka. Kwa hiyo anachokizungumza Gamondi sio kwa mara ya kwanza sasa hivi. Anaambia bwana, unachokifanya mazoezi ndio hicho unachoenda kufanya kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo ni kocha ambaye mentality yake always ni kushindana, na ndio kitu ambacho kitawapeleka Black Stars mbali. Unajua jana wao walitoka nyuma, walipiga goli moja first half. Watu wakajua kabisa kwamba hii mechi inakuwa ngumu. Mimi mwenyewe nikati naangalia nasema hata mimi kuna moment nikaa nasema Black Stars wameishia hapa, lakini namna ambavyo walifanya comeback. Unajua ni nini pale kimefanyika? Psychologically kuna kitu kinaitwa resilience. Namna ambavyo hasa hapo unazungumza kama mwalimu wa psychology. Hapo naongea kama mwalimu wa psychology. Resilience ni ule uwezo wa kwamba umefungwa au umekutana na tatizo alafu hautoki kwenye ule morali, yani unarudi kwenye mfumo na unapambana. Na ndio kitu ambacho kilitokea jana, kwamba watu wamefungwa lakini hawakupanic, wako nyumbani wakarudi na wakafanya comeback ya magoli mangapi? Magoli 3. Ndio maana kuna msemo wanasema kwamba unaweza ukapoteza bato lakini ukashinda pambano. Wale wacheza boxer wale wanajua. Yani kwamba raundi ya kwanza unaweza ukapigwa lakini shindano kiujumla ukafanyaje? Ukalishinda. Na ndio kilitokea jana kwamba wamepigwa first half, lakini baada ya dakika 90 Black Stars wamefanyaje? Wameshinda. Sasa ile inatokea kwa wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wana mentality ya kupambana mwanzo mwisho, kwamba hawa watu wametufunga goli moja tukiwa nyumbani, tunatakiwa kupambana, si ni bora kuliko wao, tupo kwenye uwanja ambao tuna home ground advantage, udi tupush hada, wakapush, matokeo yakatokea. Kwa hiyo mimi nataka kuamini kwamba watazicheza vizuri mechi zao za nyumbani, na hizo ndio mechi ambazo zitawapa wao ubingwa. I don't know watapangwa na nani kwenye makundi, lakini ninachoamini kwamba wana huo uwezo wa kupambana kwenye makundi. Wana competitive teams wote, Black Stars, Azam wameamua kweli kufanya, na hajafika hapo kwa bahati mbaya. Imagine kocha ambaye amefika Black Stars hana hata miezi miwili, lakini aliwapa Sekafa. Yani wakati anajenga timu kawapa kombe. Maana yake kwamba mimi niliwahi kuzungumza hapa siku moja kwamba huu mpira ambao Gamondi uko nao na mentality ya ushindani ambayo yuko nayo Mkomo, kama ataendelea kuwa hivi, asipoingiliwa, tunajua mambo yetu kwenye timu zetu wakati mwingine mtu anaweza kaamua tu akakupangia kikosi. Asipoingiliwa akaachwa afanye kazi yake, anayo quality ya kupambana na akaleta ushindani kwenye ligi.